Samia Suluhu ajificha chooni baada ya kupokea taarifa mbaya kutoka ughaibuni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, jaribu kusubscribe. Ukumbi wa kimataifa ulitulia kwa sekunde chache kabla ya mjadala kuanza, na macho duniani yalielekezwa katika jukwaa moja, jukwaa la kidiplomasia ambalo mara nyingi hutumika kujadili haki za binadamu, demokrasia na uwajibikaji wa serikali mbele ya jumuiya ya kimataifa. Lakini siku hiyo katika ukumbi wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, mjadala haukuwa wa kawaida, ulilenga taifa moja. Taifa hilo lilikuwa Tanzania. Tarehe 2 Machi mwaka 2026, ndani ya ukumbi huo ulioko katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva nchini Uswizi, mjadala mzito ulizuka kuhusu matukio yaliyotokea Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Kile kilichokuwa kikijadiliwa hakikuwa suala la kawaida la kisiasa, kilikuwa ni madai makubwa yanayohusisha haki za binadamu, usalama wa raia na uwajibikaji wa serikali mbele ya sheria na jamii ya kimataifa. Na katika mdahalo mkuu wa 61 wa baraza hilo, kwa sauti moja ilivunja ukimya wa ukumbi huo na kuibua mjadala mpana. Sauti hiyo ilitoka kwa balozi wa haki za binadamu wa Uingereza Elina Sanders. Katika hoja iliyowasilishwa mbele ya wawakilishi wa mataifa zaidi ya 190, balozi huyo alielekeza tuhuma nzito kuhusu matokeo yaliyoripotiwa kutoka Tanzania baada ya uchaguzi huo. Na hoja hizo ziliibua maswali makubwa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo, pamoja na hatua zilizochukuliwa na vyombo vya dola katika kukabiliana na vurugu zilizoripotiwa katika kipindi hicho. Mjadala huu ulijikita katika madai yanayohusisha mauaji kinyume cha sheria, taarifa za kuwepo kwa miili ya wahanga ambayo haikupatikana hadharani, pamoja na madai ya uvunjifu wa haki za binadamu ulioelezwa kuwa ulitokea katika mazingira ya baada ya uchaguzi. Kauli hizo zilitolewa katika jukwaa la kimataifa lenye uzito mkubwa katika masuala ya haki za binadamu, na ni jambo liloongeza uzito wa mjadala huo mbele ya jumuiya ya kimataifa. Na katika hoja iliyowasilishwa katika kikao hicho, ulionyeshwa wasiwasi kuhusu kile kilichoelezwa kuwa ni matukio ya ukatili yaliyotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Madai haya yameibua mjadala mpana katika duru za kidiplomasia, huku mataifa mbalimbali yakifuatilia kwa karibu maelezo yaliyotolewa kuhusu hali ya kisiasa na usalama nchini Tanzania. Na katika kipindi hicho, kile kilichofanya tukio hilo kuwa la kipekee zaidi katika uwanja wa kidiplomasia ni njia iliyochaguliwa kuwasilisha madai hayo. Na badala ya mazungumzo ya kidiplomasia ya pande mbili ambayo kwa kawaida hufanyika nyuma ya milango iliyofungwa, suala hilo liliwasilishwa moja kwa moja katika jukwaa la kimataifa la haki za binadamu. Hatua hiyo inaashiria kiwango cha uzito wa hoja iliyowasilishwa pamoja na umuhimu wa mjadala huo katika macho ya jumuiya ya kimataifa. Na katika mazingira ya kawaida ya diplomasia, masuala kama haya mara nyingi hujadiliwa kupitia mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali husika kabla ya kufikishwa katika majukwaa ya kimataifa. Hata hivyo, safari ya mjadala ulipelekwa moja kwa moja katika Baraza la Haki za Binadamu, hatua iliyofanya swala hilo kupata uangalizi mkubwa kutoka kwa mataifa mbalimbali duniani. Matukio yanayojadiliwa yanahusishwa na kipindi cha baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Tanzania mwezi Oktoba mwaka 2025, na uchaguzi huu ulikuwa moja ya matukio muhimu ya kisiasa nchini humo, ukivuta hisia na ushiriki wa wananchi katika mchakato wa kidemokrasia. Hata hivyo, kama ilivyotokea katika baadhi ya chaguzi duniani, kipindi cha baada ya uchaguzi kiliripotiwa kuwa na mvutano wa kisiasa katika maeneo kadhaa. Na ripoti mbalimbali zilieleza kuwepo kwa maandamano, vurugu na matukio ya usalama yaliyohitaji hatua za haraka kutoka kwa vyombo vya dola. Na katika mazingira kama hayo, mara nyingi hutokea mijadala kuhusu namna serikali inavyosimamia usalama wa umma huku ikilinda haki za msingi za wananchi.
Na ndani ya mjadala huo ndipo hoja kuhusu haki za binadamu ibuka na kuangaliwa kwa karibu na katika majukwaa ya kimataifa. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limekuwa moja ya taasisi muhimu katika kufuatilia na kujadili masuala yanayohusiana na haki za binadamu duniani. Baraza hilo linawakutanisha wawakilishi wa mataifa mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa ili kujadili changamoto zinazohusiana na haki za binadamu katika nchi mbalimbali. Na katika muktadha huo, mjadala kuhusu Tanzania uliibua maswali mapya kuhusu namna matukio ya baada ya uchaguzi yanavyoshughulikiwa na mamlaka za kitaifa. Na kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa ina jukumu la kulinda usalama wa taifa pamoja na kudumisha utulivu wa umma. Na katika mifumo ya kisheria ya mataifa mengi, serikali hupewa mamlaka kuchukua hatua za kulinda amani na utulivu pale kunapotokea hali ya vurugu au tishio kwa usalama wa taifa. Hata hivyo, katika mazingira ya kimataifa, hatua hizo pia huangaliwa kwa jicho la karibu ili kuhakikisha zinazingatia misingi ya haki za binadamu na utawala wa sheria. Na hivyo basi, mjadala unaoendelea katika Baraza la Haki za Binadamu unaangazia uwiano kati ya usalama wa taifa na ulinzi wa haki za raia. Na katika mjadala huo, hoja ya kufanya uchunguzi huru kuhusu matukio yaliyotokea Tanzania imekuwa moja ya mapendekezo yaliyojadiliwa kwa uzito mkubwa. Uchunguzi wa aina hiyo mara nyingi hulenga kubaini ukweli wa matukio pamoja na kuwajibisha wale wote watakaobainika kuhusika na ukiukwaji wa sheria. Na kwa upande wa wataalamu wa diplomasia, hatua ya kuibua swala hilo katika jukwaa la kimataifa inaonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa haki za binadamu katika maeneo mbalimbali duniani. Na katika kesi ya Tanzania, macho ya dunia sasa yanaelekezwa katika majibu ya hatua zitakazochukuliwa na serikali kueleza kile kilichotokea katika kipindi hicho. Majibu hayo yatakuwa muhimu katika kujenga uelewa wa kina kuhusu matukio yaliyotokea pamoja na mwelekeo wa baadaye wa mjadala huo. Na katika mazingira ya kimataifa ya sasa, uwazi na uwajibikaji wa serikali katika masuala ya haki za binadamu umeendelea kwa kipimo muhimu katika mahusiano ya kidiplomasia. Mataifa mengi yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa uchunguzi huru pale kunapojitokeza madai makubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Hali hii imefanya suala la Tanzania kujadiliwa kwa karibu katika majukwaa ya kimataifa, huku wadau mbalimbali wakifuatilia kwa makini hatua zinazofuata. Na kwa sasa swali kubwa linajadiliwa katika duru za kidiplomasia ni namna serikali ya Tanzania inavyojaribu ama itakavyojibu madai hayo pamoja na hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha ukweli wa matukio hayo unajulikana. Na katika jukwaa la kimataifa, kila tamko la kila hatua inayochukuliwa huwa na uzito mkubwa katika kuunda taswira ya taifa mbele ya dunia. Kwa hiyo mjadala huu hauhusu tu matukio yaliyopita, bali pia unaathiri mustakabali wa mahusiano ya kidiplomasia pamoja na taswira ya Tanzania katika jamii ya kimataifa. Na wakati mjadala huu ukiendelea katika majukwaa ya kimataifa, jambo moja linaonekana wazi ambalo ni matukio ya Oktoba mwaka 2025 ambayo bado yanaendelea kuwa sehemu ya mazungumzo makubwa kuhusu haki za binadamu, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Na dunia sasa inaendelea kufuatilia kwa karibu majibu yatakayofuata pamoja na hatua zitakazochukuliwa ili kueleza kwa kina kilichotokea katika kipindi hicho. Kwa sasa kwa sababu katika diplomasia ya kimataifa matukio hayapotei kirahisi, hasa yanapohusisha haki za binadamu na usalama wa wananchi. Na sasa mjadala kuhusu Tanzania umehamia katika jukwaa kubwa zaidi duniani ambapo kila hoja, kila ushahidi wa kila maelezo yatapimwa mbele ya macho ya ulimwengu. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kwa taarifa zaidi.